namna ya pekee leo shirika la ADOT tumeweza kutembelewa na wenzetu kutoka CAMFED ambao ni shirika la kimataifa ambalo linawawezesha wa mabinti ambao katika mazingira magumu, wakiwemo pia mabinti wenye ulemavu. Sisi kwetu hii imekuwa ni fursa kutokana na kwamba mmoja wa wanufaika wa ADOT ameweza kupeleka hizi habari kwao hapa Chamazi na kuweza kuwaambia kuhusu shirika letu, na wameweza kuchukua hatua leo kuweza kututembelea hapa. Tunaweza kuongea mambo mengi ya kubadilishana mawazo kuhusu mashirika yetu haya mawili, na tunajivunia kwamba kuona kwamba tunatarajia CAMFED inaweza kuwa miongoni mwa wadau ambao wanaweza kushika mkono katika safari yetu hii ya kuigusa jamii. Na nichukue fursa pia kualika mashirika mengine ambayo yapo katika maeneo yetu hata nje ya Dar es Salaam na popote pale kuweza kushirikiana na sisi, sababu shirika letu mlengo wetu mkubwa ni kuigusa jamii. Kwa hiyo nashukuru sana madam kwa kuweza kufika hapa na kuweza kubadilishana mawazo, na ninaamini kwamba ujio wako hapa leo hii sio bahati mbaya, ni Mungu amekuelekeza, na tunaamini kwamba tutaendelea kufanya vitu vikubwa kwa ajili ya wenzetu ambao wana uhitaji. Karibu sana ADOT. Asante. Kitu ambacho kimenifurahisha ni kuona kwamba jinsi ambavyo sisi kama shirika la ADOT makundi ambayo tunayoyagusa yakiwepo mengi ni haya matatu, ambapo ni wanawake, vijana na watoto. Na tunawagusa katika nyanja mbalimbali: elimu, afya, ujumuishwaji, lakini pia uwezo wa kubadilisha mindset, yani fikra, kuelekea fikra chanya. Nikiongea naye Madam Josephine hapa anasema kwamba katika shirika la CAMFED nao wanahusika zaidi na kuwasaidia, kuwawezesha mabinti ambao katika mazingira magumu, lakini pia ameeleza katika mabinti hao wakiwemo mabinti wenye ulemavu. Kwa hapa ndo tunapoona tuna muingiliano wa moja kwa moja. Wao wana mabinti wa kawaida lakini ambao wenye ulemavu, sisi tuna mabinti wenye ulemavu na wanawake. Kwa hiyo ndo tunaona kuna muingiliano. Kwa hiyo ninachojivunia ni kwamba naona tunaelekea sasa kuelekea ongezeko la wadau au ongezeko la jamii ambayo inaanza kutuelewa. Sababu mpaka kufika hapa ina maana amesikia ujumbe, lakini kuna kusikia ujumbe na kuacha kufanyia kazi. Yeye amesikia na ameweza kuja hapa. Kwa hiyo ni imani yetu kwamba hili kundi la wanawake ambao sisi pia lipo katika shirika la ADOT ambao tunalifanyia kazi kwa maana kuwapunguzia maumivu au kuwaondolea vikwazo, na CAMFED pia inafanya. Kwa hiyo hatuko mbali, na tunawaalika wengine ambao tunaweza tukaungana katika makundi mengine: wanawake, vijana, watoto, lakini pia watu wenye ulemavu kwa ujumla, ambao kimsingi hata kwenye tafiti inaonyesha wazi kwamba watu wenye ulemavu wana mkwamo au wana changamoto maradufu kuliko mtu mwingine. Ukizungumzia mabinti wana changamoto, lakini ukizungumzia binti mwenye ulemavu changamoto yake huwa ni maradufu. Kwa hiyo ninawapongeza sana kwa kazi kubwa mnayofanya. Ninaamini kwa pamoja tunaweza tukashirikiana kufikia hili kundi ambalo tunaamini linatuhitaji katika kuwapunguzia maumivu. Kwa majina naitwa Jennifer John Sambi. Mimi natokea shirika la CAMFED, Nyerejio Chamazi Sekondari. Nashukuru sana kwa mapokezi ya leo katika shirika la ADOT. Nimeweza kupokelewa vizuri na mkurugenzi wao anaitwa Rosemary. Nashukuru sana kwa kupokea vizuri. Mimi katika shirika hili la ADOT nimejifunza mengi nilikuwa siyajui katika maisha yangu, lakini kwa kupitia mkurugenzi wa hili shirika ameweza kunipa elimu kubwa sana ya kuhusu walemavu. Walemavu wengi sasa hivi katika jamii yetu huwa wananyanyapaliwa. Wanaonekana kwamba wao wameshakuwa walemavu, hawawezi kufanya kazi ambazo mtu wa kawaida ambaye aliyokamilika yeye anaweza kuzifanya. Lakini kumbe sio kweli, ni dhana tu potofu kwamba mlemavu yeye ana uwezo wa kufanya zile kazi ambazo hata mimi mwenyewe nazozifanya, yeye akawa ana uwezo kufanya zaidi ya yule mtu ambaye aliyokamilika. Ni hivyo tu najifunza leo. Katika taasisi yetu ya CAMFED kuweza kushirikiana na ADOT, kwa mimi binafsi mimi ni kama memba wa hapo, nitaweza kulichukua ombi lao na kuweza kupeleka CAMFED
yeye mkurugenzi wangu atajua jinsi gani wanaweza kushirikiana na mkurugenzi mwenzie wa shirika la ADOT nitakapo mimi kupeleka maombi yao shirika la ADOT walioniambia hapa. Pia katika shirika letu sisi la CAMFED tunashiriki katika nafasi mbalimbali. Katika shirika letu sisi tunashiriki kuweza kuwasaidia watoto wanaopitia mazingira magumu, ambao hao watoto wanaopitia mazingira magumu ni wale ambao wanaishi na mzazi mmoja au familia zilizotengana, zilizofarakana, na pia tudili tu kwa wale ambao wenye viungo vyao kamili, hapana. Tunawasaidia pia wale watoto ambao walemavu pia huwa tunawasaidia. Tunawasaidia kivipi? Tunawasaidia kuwapa vile vifaa vyote vya shule, ambapo ni uniform, nauli, madaftari, viatu na kadhalika. Pia tunawasaidia. Pia katika shirika letu sisi la CAMFED kuna fursa moja tu tunazipata. Shirika la CAMFED linatoa shukrani kwa kuweza kukutana na shirika la ADOT kwa fursa zote ambazo zinazopatikana ndani ya shirika la CAMFED. Nitaweza, kwa kuwa mimi pia ni kiongozi mojawapo katika kata yangu ya Chamazi Mkono Mweka Hazina, tutaweza kujitahidi kwa fursa hizi zitakapotangazwa kuweza kuwafikia watu wenye ulemavu na wao pia waweze kufanya nini, kuzipata hizo fursa. Nashukuru sana kwa kufika leo ADOT. Nimeweza kujifunza mengi na yameweza kunipa ujasiri. Asante sana. Nashukuru sana kwa cha usiku ambayo tulizanisha kwa vile mmoja alinufaika. Tuliweza kubaini mwaka 2022 mwishoni walikuja watu wengi, kwa wengine wakakuta wanaona kwamba hawawezi, lakini ni miongoni mwa watu ambao wachache walibaki. Akiwa kwa wale kazi sana na somo ile anafanya vizuri. Kwa sisi tunaona kama ni mmoja wa matunda ambayo tumeweka kwake na kwa wengine kupitia hizi elimu na uwezeshaji mdogo na pia kupeana moyo. Na kauli mbiu ambao tunawaambia kwamba usipofanya hawataona, hawajui kama unaweza, hawatakufanyia. Kwa hiyo wamezingatia. Asante. Asante sana kwa kufika. Asante. Nashukuru sana.